Tusome kwa pamoja kwa uelewa mzuri. 1, 2, 3. Mambo hayo uyaagize na kuyafundisha. Mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa hao waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Ni mambo 5 yatakayokufanya kuwa kijana kielelezo au mfano. Naomba ukae. Mungu akubariki. Baba, ninakushukuru kwa muda huu. Roho Mtakatifu sema nasi, achilia mafunuo ya juu. Nimesimama mtumwa na mtumishi wako, nitumie upendavyo ili kila mmoja apokee sehemu yake katika jina la Yesu. Amen. Tumesoma andiko kwenye Timotheo wa kwanza, ambayo ni barua mtume Paulo kwa mwanae Timotheo, mwanae mpenzi aliyekuwa akimwandaa kwa ajili ya utumishi bora, lakini alikuwa kijana pia. Akamwambia mambo hayo uyaagize na kuyafundisha. Kwa hiyo ilikuwa ni agizo, na ujumbe wetu unasema jinsi gani kijana waweza kutunza heshima yako, au jinsi ya kutunza heshima ya ujana, si ndio? Jinsi ya kutunza heshima ya ujana. Sasa hapa tunaona mbinu au tunaona njia, tunaona mambo yatakayotusaidia jinsi tutakavyoweza kutunza heshima ya ujana wetu. Anasema mtu awaye yote asidharau ujana wako. Narudia, kuna wengine wakuwepo Jumapili iliyopita kwa ajili ya uelewa mzuri. Mtu awaye yote asidharau ujana wako, bali uwe kielelezo. Hii bali inaendana na neno lakini. Maana yake badala ya kutia lakini wakatia bali. Ni kwamba usiwe wewe sababu. Asiwepo akudharau ujana wako, lakini usiwe wewe sababu, bali uwe kielelezo kwa hao waaminio katika jambo la kwanza, usemi; jambo la pili, mwenendo; jambo la 3, upendo; jambo la 4, imani; jambo la 5, usafi. Na tukaanzia kwenye jambo la 5 ambalo ni usafi. Tukasema nini maana ya kuwa mfano? Agizo hili limekuja kwetu vijana, hasa tuliokoka. Unajua sisi tuliokoka, vijana tuliokoka, nikijumlisha hivi na mimi bado kijana, si ndio? Vijana tuliokoka katika dunia hii tunatakiwa kuwa mfano sisi. Sasa kinachoendelea ni kwamba vijana ambao hawajaokoka ndio wanakuwa mfano. Kwa nini? Kwa sababu tumepoteza heshima yetu. Na kijana, ukishapoteza heshima yako, tayari hautakuwa mfano na hautakuwa kielelezo. Kwa sababu ukosefu wa heshima unakupotezea kibali, unakupotezea kitambulisho chako, inakupotezea kielelezo chako, yaani mfano wako bora kwa wengine. Tukasema kuwa mfano ni kuwa nafasi maalum zenye tabia bora ya kuigwa na wengine katika maisha. Yaani kuwa na sifa, sio nafasi, na sifa. Okay. Ni kuwa na sifa maalum zenye tabia bora ya kuigwa na wengine katika maisha. Hii ndio itakusaidia uweze kuwa mfano. Kama una sifa zenye tabia ya ubora, uweze ukawa mfano. Watu hawaigaki mtu ambaye hana sifa. Lakini hapa nataka niweke vizuri pia ili uelewe. Sifa hii yaweza kuwa njema au yaweza kuwa mbaya. Lakini sasa kwetu sisi tuliokoka, hatutaki kuwa na sifa mbaya. Sisi tunatakiwa kuwa na sifa njema. Maana sifa njema ndio inatakiwa ivutie wengine. Sasa kinachoendelea ni kwamba vijana wa mataifa wana sifa mbaya
alafu ile sifa yao ndio inawavutia vijana waliokoka. Wakati Mungu tunayemwabudu, wa Mungu tunayemtumikia, katika mpango wake anataka sisi vijana tuliokoka ndio tuwe na sifa yenye mvuto, tuwe na sifa yenye tabia ya ubora itakayoshawishi wengine wafanye nini? Watuige. Na ndio maana mimi ni maombi yangu, na ninaamini Mungu ananijibu na ataendelea kunijibu na atanijibu zaidi, kwamba vijana wa BBHC naomba Mungu awafanye kuwa mfano na kielelezo katika maeneo yote. Kuna mtu ananielewa? Sio kwa eneo moja tu, katika maeneo yote. Na hili hapa naliongea kama mtume Marko, Yohana Marko alivyomwandikia mzee wake wa Gayo, akamwambia kama nafsi yako ifanikiwavyo ndivyo mambo yako iweze kufanikiwa. Yaani alikuwa anatamani mzee wa Gayo afanikiwe katika mambo yote kama roho yake, kama nafsi yake ifanikiwavyo. Na mimi nataka hivyo kama baba yenu wa kiroho na kama mchungaji wenu. Nataka nione vijana wa BBHC wakiwa mfano na kielelezo cha kuigwa na wengine katika mambo yote. Ikiwa tutafanikiwa kiroho, hata kimaisha tufanikiwe. Ikiwa tutafanikiwa kiroho, hata kiuchumi tufanikiwe. Ikiwa tutafanikiwa kiroho, hata kimahusiano tufanikiwe. Kwa hiyo watu wanapoangalia waone tuna sifa njema za ushawishi zitakazowavuta ili waweze kutuiga. Sasa haya mambo ndio yatatusaidia kwa ajili ya kujenga sifa hizi za mvuto au za ushawishi, ili tuwe na sifa maalum zenye tabia bora ya kuigwa na wengine katika maisha. Lazima tuzingatie mambo haya matano ambayo tumeambiwa hapa. Anasema tuwe mfano katika usemi, jambo la kwanza. Jambo la pili, tuwe mfano katika mwenendo. Jambo la tatu, tuwe mfano katika upendo. Jambo la nne, tuwe mfano katika upendo, imani. Na jambo la tano, tuwe mfano katika usafi. Sasa hapa ndio tulikuwepo. Nataka niendelee maana ziko pointi ambazo zilibaki ni nyingi na leo natamani nizimalizie. Bado tuko kwenye hiki kipengele kimoja kitakachoweza kutusaidia kutunza heshima ya ujana wetu na kutupa sifa njema yenye mvuto wa kuigwa na wengine. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja? Unajua kufundisha ibada ya vijana sio kama ibada tuliokuwa nayo huko. Ibada ya vijana inachangamka kidogo na tunaenda. Na kama una swali lazima utafanya nini? Utauliza. Leo mna nafasi ya kuuliza maswali. Nimepewa muda viongozi, nadhani utanitosha. Utamaliza alafu ulize maswali, itakusaidia pia. Jambo la kwanza nisema, jambo la tano ambalo ndio sifa tunayotakiwa kwa nayo ni usafi. Na usafi huu unajikita katika maeneo mawili, usafi wa roho na usafi wa mwili. Nikasema kadri tutakavyo kuwa safi kimwili, vivyo hivyo tuwe safi kiroho. Na kadri tutakavyokuwa safi kiroho, vivyo hivyo tuwe safi kimwili. Usiwe kijana ambaye mpaka ulokole wako unaleta aibu. Yaani kiroho uko vizuri, watu wakiingia kanisani unanena kwa lugha, unaombea wagonjwa wanapona. Unajua, ngoja niwape story kidogo. Sinafundisha vijana, tawasaidia. Kabla katika maisha ya bachelor, kipindi fulani kuna wakati mimi nilikuwa na bidii sana ya kutembea kwa nyumba watu kuwaombea. Lakini moja pia sababu usicheke. Ni shuhuda za maisha pia. Moja pia sababu iliyokuwa fanya hivyo, njaa. Nilikuwa natamani niende sehemu niwaombee watu alafu nikute chakula nile. Ni maisha ya injilisti. Bwana asiwe sana. Kwa hiyo nilikuwa najipanga nitaenda kutembea sehemu fulani, niache maombi, lakini nikikuta mlo, sababu ni bachelor sina sehemu ya kwenda kula. Najua nikitembelea wapendwa sitakosa chakula. Amen. Sasa tulikuwa na rafiki yangu anaitwa Sadiki.
nakosea kuita jina, maana siku moja atakuja hapa ameshakuwa mchungaji. Usishike hilo jina. Bwana asifiwe. Tukaenda, unajua yule ndugu alikuwa vizuri, lakini anaweza akakaa na nguo wiki nzima. Nguo moja wiki nzima. Na alikuwa hawezi kabisa. Alikuwa hawezi kupalilia makwapani. Alikuwa anatoa harufu kali ka kikwapa. Sasa tulikuwa tukienda kuombeana. Mimi nilikuwa nishaelewa, sasa nikawa na mimi mjanja. Tulikuwa tunaombeana, nikiona anasogelea mtu anaweka mkono, mimi nasogea kidogo nyuma. Maana alikuwa anatoa harufu. Wasije wakasema wote tunanuka. Bwana asifiwe sana. Yaani vijana tumeokoka tunaopako, lakini vijana ovyo. Unajua upande wa usafi waweza kuwa vizuri kiroho lakini ukawa kijana ovyo. Na upande pia wa usafi wa mwili waweza kuwa vizuri kiroho, upande pia wa usafi wa kiroho waweza kuwa kimwili vizuri lakini kiroho kijana ovyo. Sasa hatutaki kuwa vijana ovyo katika maeneo yote. Iwe sehemu ya kiroho au sehemu ya kimwili. Ndio maana wana alimwambia mzee wa Gayo, kama roho yako ifanyikiwavyo, nataka mambo yako pia afanye nini? Kwa hiyo hata afya yako ikae sawa. Usafi, mazingira ya mwili wako iwe safi. Ndio maana niliwaambia siku ile, mwe mnajicontrol. Yaani usikae mpaka unajua mtu anakaa miezi 6 hajanyoa. Ni aibu. Bwana tusaidie sana. Sinafundisha. Viongozi wameshanipa nafasi nifundishe. Hao niache niendelee. Sawa? Sasa unanyoa zile nini? Zisitoe ile inaitwa nini? Makungukungu. Ndio yanayotengeneza majimaji fulani ya kinjano ambayo ikitoa harufu hata ukitia perfume. Kwanza msio mnakosea. Kwa sababu ukitia perfume kwenye kwapa kama hujanyoa, ile harufu ya perfume inapoenda kuchanganya na ile harufu ya kwapa, ndio taharibu mazingira. Yaani itatoa harufu mbaya mara 3. Bwana asifiwe sana. Kama uko vizuri kiroho na kimwili uwe safi. Sasa ule ndugu, kwa sababu nilikuwa nishagundua, unajua nikaja kugundua kuna washirika wengine wakawa tunasema Kifaransa kuevite ni kama kuepuka. Ukimwambia nitakuja leo nyumbani, anasema leo tuna appointment. Leo hatutakuepo. Kumbe walikuwa wanaogopa harufu. Unashangaa mwingine unamwombea amebana pua. Sasa hiyo ni aibu. Hata kama una upako, lakini pia uwe safi kimwili. Perfume zipo mpaka na za 2000, si ndio? Sasa 2000 zipo. Unanunua kale 2000 kadogo, unakatiatia, umeshakatakata kizuri nini, unavaa. Ndio maana ukuta singlet za vijana ambao wakati kwa hapa zinaungua haraka. Yaani ukiangalia hapa zinakuwa na rangi ya njano. Sasa binti unataka umoe binti, alafu singlet zako zina rangi ya njano huko. Unaonaje? Bwana tusaidie sana. Vijana tuwe safi kiroho na nini? Kiroho na nini? Na kimwili. Lakini pia kunawa maji, kukoga. Ule ndugu, sileti mfano mbaya, Mungu anisamee, leo ameshakuwa mtumishi wa Mungu. Lakini mfano kwa sababu ni mtu niliishi naye. Anaweza akakaa siku 3 akoge. Kwake haina shida. Sasa can imagine, chukua harufu ya mtu ambaye akoge, alafu na harufu ya kikwapa. Bwana asifiwe. Unajua kuna watu wengine wanakuepuka sio kwa sababu umelaaniwa, kwa sababu ni kijana ovyo. Sasa hautaki kukua kijana ovyo. Unajua kuna maroho mengine tutakemea, roho ya kukataliwa. Kama ni binti unashangaa unapata wachumba. Si kila mchumba anayekuacha anakuacha kwa ajili ya pepo. Kuna wengine akisikia tu harufu, anaona huyu sasa nikishamoa itakuaje. Na kuna kijana mwingine, unaona mabinti hawakutaki. Sasa unajiuliza mimi nina balani na mkosi, kumbe harufu mchafu inakunyima kibali, sio pepo. Ndio maana vijana mshukulie kila kitu pepo. Unajua mazingira ukiwa smart inavutia. Usmart tu wako, yani ukiwa smart, ule usmart wako, hata kama mtu alikuwa akupendi, yani akikuangalia tu anasema hata kama hauna mrembo sana, ukiwa smart unavutia. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Tuko pamoja vijana? Nataka nikwambie kuna watu ambao ukimwangalia sura yake mpaka unajiuliza alipataje neema ya kuolewa,
lakini alikuwa smart. Kuna kuta ndugu kama ni mpendwa kanisani au kama ni rafiki kule mtaani, alivyokuwa anamuona tu dada yuko vizuri safi, ingawa nywele zake haendi saluni, lakini amestia vizuri, yani anavitia kwenye mazingira ambayo yako safi, anakagauni kamoja lakini anakapiga pasi, anakafua, akitembea yuko smart. Unashangaa ndugu anavutia. Kilichompeleka ni nini? Pamoja na upako uwe pia smart. Waweza kuwa na upako ukapoteza sifa ya kuvuta watu. Vijana tuko pamoja? Tuwe safi kiroho na kimwili. Na viatu, mna kontrasa viatu vya kuchomekea. Vua socks. Kuna wakati unatoa viatu nje vinapigwa na jua. Lakini unashangaa mtu anavaa kiatu na socks. Wiki ni wiki. Wiki mbili ile socks ina harufu, miguu ina tabia ya kupumua. Unaona nilivyovaa viatu hivi, miguu inapumua. Sasa utashangaa kama ni kukoga unakogaka, kama ni kukata kwapo unakwapaka, lakini kwa sababu ya viatu umekaa sehemu watu wanajiuliza nini? Kuna mtu amepupu au nini? Watu wanaangaliana. Sio pupu, kiatu kinatoa harufu. Maana socks ya uchafu na kiatu kenye mvuke kinatoa harufu mbaya. Mwishoni kinasababisha magonjwa inayoita nini? Fungus. Bwana Yesu atusaidie sana. Vijana tuwe smart. Mwangalie rafiki yako mwambie uwe smart. Mwambie vutia. Kale kaela kako kama ni kunyoa kijana wa kiume, ingia saluni, wakupige kanini, angalau kanakaa safi. Usifuge manywele anakuwa kama kama nani tena? Wanawake ndio wanatakiwa kubaki na nywele nyingi alafu wanazinini. Hata kama utafuga nywele lakini ziwe safi. Bwana Yesu asifiwe. Nagusia usafi wa rohoni na wa mwilini, si ndio wapendwa? Hapa pana mambo mengi, sasa nisizame sana, siku nyingine tena tutapaingilia. Tuendelee na vipengele vilivyobaki. Tukasema sasa kuna maandiko Petro wa kwanza 1:15. Petro wa kwanza 1:15, Wathesalonike wa kwanza 4:4. Eneo la kiroho hilo. Eneo la kimwili, waraka wa 3 wa Yohana 1:1-2. Waraka wa 3 wa Yohana kwa sababu ina sura moja, kwa hiyo ni 1:1-2. Sasa ni eneo la kimwili hapa, eneo la kimwili. Sasa mambo 6 yatakayoweza kutusaidia kama vijana ili tuweze kutunza usafi wetu au utakatifu wetu. Mambo yafuatayo. Jambo la kwanza tukasema ili tuweze kuwa safi lazima tuepuke roho ya uzinzi, zinaa. Kijana yeyote ambaye hataki kujiepusha na uzinzi atachafua roho, nafsi na mwili wake. Uzinzi unachafua roho, unachafua nafsi na mwili. Ndio maana Biblia inasema kimbieni washarati. Kwa sababu uzinzi unachafua, yani unakuchafua wewe unachafua utu wako wote uzinzi. Ndio maana inabidi kujiepusha na uzinzi. Kijana uwe mvulana au msichana, uzinzi unaharibu usafi wako. Alafu niliwaambia kwa mabinti, ukiwa kijana ambaye unafananishwa na parachichi ya kuonja, sahau kuolewa. Nisiwatie moyo, tutaomba sana, lakini kama umepoteza heshima yako ya kutunza usafi, sahau kuolewa. Kwa sababu uzinzi una tabia hii. Kadri unavyozini ndivyo unavyo sacrifice nafsi yako, ndivyo unavyo sacrifice nyota yako, ndivyo unavyo sacrifice hatima yako. Sasa umeshavua nyota, umeshavua nafsi yako, umeshavua hatima yako. Unategemea kwenda kufanya nini kwenye ndoa? Unategemea kwenda kufanya nini kwenye ndoa? Bwana Yesu atusaidie sana. Vijana, Bwana asifiwe. Tuko pamoja. Epuka nini? Zinaa. Zinaa inaharibu sifa ya utakatifu au ya usafi, kwa sababu inachafua nafsi,
inachafua mwili na inachafua roho. Biblia inasema kwa Korinto wa kwanza sura 6 mstari wa 16, anasema hawa mjui yeyote aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye. Na nilikazia hapa nikasema yeyote unayezini naye kuna kupeana vitu. Yaani kuna ile tunasema nini? Wewe una ile kuambukizana nini? Ni Kiswahili tena na Kisabu na wewe uliniambia. Ile transmission sema transmission inakuwa kuna Kiswahili tulitumia siku ile kilikuwa kizuri. Kwa Kiswahili. Mwingiliano. Yes, asante. Kuna kuwepo na mwingiliano. Sasa huyu unayezini naye kama ana maroho, yale maroho yataingia kwako. Na wewe kwako yanaingia kwake. Niliwaambia kitendo cha kukutana kimwili, mwanaume anatoa maji, mwanamke anatoa maji, inaenda ni damu, inaenda inatengeneza kitu kinaitwa mtoto, ovule. Sasa vinapokutana ndio unakuta kama ni wanandoa na oana ndio wanazaa mtoto. Lakini sasa wewe ambaye haujaolewa, kwa sababu ya uzinzi, ukipata mimba si utaitoa. Kwa kinachofanyika ni nini? Ni mwingiliano wa mbegu. Sasa hii mbegu mnayoingiliana inaleta machafuko kwenye maisha yako. Inachafua roho yako, inachafua nafsi na inachafua mwili. Kwa hiyo huyu mtu mnayeingiliana naye kimwili, kwa sababu inaathiri saikolojia yako. Nataka niwaambie, msinidanganye na mwezi mkanidanganya. Mimi nilipitia hayo na nayaelewa vizuri. Nawafundisha vitu ambavyo navijua. Mtu aliyelala naye hawezi kumsahau. Huwa mnawasahau. Halo, msijifanye watakatifu. Hapa ndio tunataka tujenge utakatifu. Naomba moyo wa kweli. Bwana tusaidie. Vijana mliokoka wana bibi HC, tusiwe kama wengine wanafiki. Tuwe wa kweli, si ndio? Sisi tumesimamia misingi yetu ni ukweli, si ndio? Neno la Mungu. Mtu aliyelala naye umsahau. Hata kama imepita miaka, mkikutana naye tu lazima utamkumbuka. Unajua nini? Spirit, kwa sababu kuna mwingiliano wa zile roho. Halo? Ndio maana unakuta hata waliooana au walioolewa, aliyeoa aliolewa, akikutana na ex wake, watangu shuleni, watangu chuo, wakikutana lazima watakumbukana. Na hasa kama aliona alikuwa vizuri, wanaweza hata wakaendelea kuzini tena na kuchafuka zaidi. Sema hatari ya zinaa ni machafuko, kuchafua roho, nafsi na mwili. Kwa hiyo inaharibu sifa yako kijana na heshima. Hivi niambieni, mtu mwenye sifa ya ukahaba mtaani, hata kama ni mtoto wa tajiri, watu wanamwongeleaje? Hata kama hasa we mbaya sana we mtoto wa mtumishi, unaonaje? Mlokole. Unaona kama sisi ni taa, tunatazamiwa na watu, tunaangalia, yani watu wanatuangalia. Sasa ukiwa na hizo sifa, kweli una uhakika utashawishi vijana wengine kwamba waje kwa Kristo? Bwana asisaidie. Ukiwa na sifa hiyo mbaya ya zinaa, una uhakika utashawishi watu kwa Kristo? Na ndicho kinachowafanya vijana waliookoka washindwe kushuhudia, washindwe kutangaza injili ya Kristo. Kwa nini? Ngoja tuulizane. Wakaka mpo? Wakaka nipungieni mikono. Mbona wengine wapungi? Wakaka nipungieni mikono. Niwaulize swali. Uliyemtongoza mpaka ukafanya naye uzinzi, unaweza ukamshuhudia? Wakaka mbona mnaangalia chini? Asa mbati mbaya awe mpagani ambaye hajaokoka au Muislamu, hata kuuliza tangu lini? Kumbe umeokoka. Alafu mshana kuambia kama utaingia mbinguni na mimi nitaingia mbinguni. Bwana Yesu atusaidie. Sifa mbaya inaharibu heshima ya ujana. Zina ni mambo mengi, niliwapa mifano. Tuliona binti ambaye hakuweza kutunza ujana wake, kwa hiyo akapata sponsor ambaye alikuwa ni mshirikina. Niliwapa ushuhuda, walipoenda kukutana hotelini,
akamwambia condition moja tu, nitakupa hela zote unazotaka, lakini kwa condition moja tu, nataka nikufanyie kinyesi. Binti akasema si jambo la kawaida, nitakoga na nitapiga perfume na inaisha. Mwishoni kilichotokea, ule binti alikuwa anatoa harufu, na harufu ikampelekea sehemu aliyofanywa kinyesi ikaanza kuoza, na mwishoni akapoteza maisha. Na wengine leo wamekuwa masingo mama, single mother, kwa sababu hakuweza kutunza heshima ya ujana. Sikilizeni niwaambie wapendwa, wanangu wana BBHC, yawezekana ndio likosea ukaingia njia hiyo na ikakuharibia sifa, lakini naamini katika mafundisho haya na unavyofundishwa, maana Biblia inasema neno la Mungu linatakasa. Nina uhakika na nina imani kama unasikia mafundisho haya utatakaswa na utakuwa safi, na Bwana atakupa kibali na utapata ndoa kwa jina la Yesu. Hata kama ni single mother, Bwana atakutendea na utashuhudia. Sema amina. Lakini umebaki na doa kwa sababu ya uzinzi, umekuachia alama ambayo imeharibu sifa. Si ndio wapendwa? Tutoke kwa mabinti na nyinyi vijana mnaozalisha. Ndio maana unakuta mambo mengine unashindwa kuyafanya kwa sababu mtoto Mbagala, mtoto Morogoro, mtoto Mbeya. Sasa huku mambo mengine yamekubana, utawezaje kulea? Mwishoni ndio unakuta vijana wanatoroka. Akishampa mimba mtoto wa watu anafanya nini? Biblia inasema apandacho mtu ndicho atakacho. Yes. Na tulifundishwa usipovuna wewe hata uzao wako unavuna. Kwa hiyo epuka tabia ya zinaa, itakuharibia sifa za kuwa kijana bora anayevutia wengine. Kwa sababu uzinzi ni dhambi mbaya inayochafua roho, nafsi na mwili. Kwa hiyo inakuchafua, inakufanya usiwe safi, inakuharibia mazingira yako, unakuwa kijana ovyo. Lakini sisi tuliokoka, sema mimi nitatunza utakatifu katika ujana wangu. Sema nitatunza utakatifu katika ujana wangu. Na tuliona maana ya ujana ni nini. Unajua ukishakosea kwenye ujana usitegemee kufanya vitu zeeni. Ndio maana mnatakiwa kuwa makini sana kwa wakati huu wa ujana. Jambo la pili, niende haraka. Epuka punyeto. Vijana wengi wanachafua sifa ya kuwa vijana bora au vijana vielelezo, mfano wa kuigwa, kwa sababu ya tabia hizi zinazochafua sifa za ujana wao. Punyeto ni mbaya wapendwa, inakuharibia sifa ya ujana wako. Kwanza unapopiga hiyo punyeto, kama ni mwanaume inakuharibia nguvu ya kiume, lakini mwishoni pia inakutengenezea saikolojia ya kutokuwa na hamu ya kuwa na mwanamke. Na ndio maana niliwaambia hii ni hatari, kwa sababu hivi vitu mnapovidharau vina madhara mbele yake. Utakuta umeingia kwenye ndoa, na kesi hizi si watumishi wa Mungu tunazipata. Wanandoa wengi kesi ni nini? Ni punyeto. Unakuta shida mume na mke hawaridhishane nyumbani. Sasa ukifuatilia kwa kina unakuta labda ni baba ana tatizo au mama ana tatizo. Kuna moja ni wanandoa wazuri sana na Mungu amewabariki sana, wako vizuri. Siku moja akaja nikawa naongea nao, ilikuwa tatizo la ndoa, mambo ya ndani. Nilipoongea nao, Roho Mtakatifu akanisukuma niongee na mwanaume pembeni. Tukawa tunaongea na mwanaume pembeni. Mungu alimgusa Roho Mtakatifu akafunguka. Alipofunguka akaniambia sababu. Anasema akishafanya hiyo, hamu ya kulala na mke wake inapotea. Unaona madhara yake? Sasa inaleta kelele nyumbani, inaleta kutokuwa na amani, inaleta migogoro. Sasa mpaka unajiuliza, ndio unashangaa mwanamke naye anakosa hekima, anaanza kumtangaza mke wake, mume wake. Na mwishoni itabidi mwanamke naye afanye nini? Atafuta kumridhisha. Kwa hiyo familia inaingiza dhambi ya ngono, inaharibu maisha, inaharibu hatima na kuharibu maisha ya watoto. Punyeto ni mbaya. Vijana epukeni. Sasa nilikuwa nawashuhudia viongozi. Hapa Kariakoo nina vijana wengi, wengine marafiki zangu wanaofanya kazi ya nini. Sasa kuna mmoja na vijana wanaomsaidia kazi. Kumbe yule kijana tabia zake, wakimtuma store anakaa na gawia. Kumbe anakuwa akipanda huko store anaenda kufanya hiyo nini? Hiyo michezo ya punyeto.
Sasa wakamtuma akaenda akagawia. Kumbe mwenzake mmoja alikuwa anamfuatilia. Akapanda akaenda mkuta. Inaharibu sifa. Ni bahati tu, maana walikuwa wameshamfukuza kazini. Bwana asifiwe sana. Kwa epuka nini? Maana hata mabinti, punyeto sio kwa wanaume tu. Tunaposema punyeto, wengi wanajua tu ni wanaume na wanawake. Alafu punyeto wanawake ni mbaya, kwa sababu dunia ya sasa wamewatengenezea wanawake vifaa. Na nataka niwaambie wana wa Mungu, hii ni hatari mno na inaenda kuwapelekea wengi hata ndoa hawatakuwa nazo, kwa sababu wamewatengenezea vile viungo, yani kiungo cha kiume. Alafu kile kiungo cha kiume kia plastic, kingine ni mashini kabisa. Alafu ile mashini ina vibrate. Yani alafu unakuta binti anajiingiza kile kimashini, kina vibrate. Hivi una uhakika gani atakayekoa atakuwa na uwezo wa kukufanyia kama kile kimashini kinavyofanya? Alafu sisahau, kile ni kifaa, kina uwezo wa kucheza mchezo wote. Sasa mume wako ukakutana na mwinjilisti ambaye ni maombi kwenda mbele na injili ya Kristo, yeye anajua staili moja tu ya Adamu na Hawa, na wewe huku unajua mashini imeshakupatia staili zote. Haujaona kama umeharibu maisha yako? Ndio nakuta mwanamke hatulii kwenye ndoa, ana kila kitu, mume anamridhisha, mume anamnunulia gari, mume amemjengea. Ndio hao wanawake unaokuta mjini hapo wanafanya vituko, wanachafua mazingira ya familia zao, kwa sababu walianza tangu ujana. Epukeni kutiatia mavidole kwenye sehemu za siri zenu, ni hatari. Epukeni kutia viumbe vya Mungu. Wengine wanatumia ndizi, wengine wanatumia nini? Inaitwa nini tena? Kumbe unajua, unasikia? Vijana wana taarifa yote. Yaani hapo unaweza kauliza maswali au utakosa majibu. Mlijuaje? Hii ni hatari, sema hatari. Bwana Yesu asifiwe. Na wachekeshe, lakini hatari. Sasa can imagine, angalia ukuu wa lile tango nalo litumia. Na mume atakaye kuoa, kama ana sehemu ya siri inayolingana na ukuu wa tango, ndoa hiyo itakuwa salama? Ndio maana utakuta 90% na kitu ni wanawake wanaoharibu ndoa. Kwa sababu kiungo cha mwanaume siri yake ni moja tu, kina sehemu kinapoishia. Lakini kiungo cha mwanamke ni kama plastic. Kama ulishaizoesha hiyo plastiki yako na matango na mashine na yale madudu ya Kichina, ukija kumpata mtu ambaye hazoei, hiyo ndoa yako umeshaiua kabla hujaolewa. Nawaambieni kweli, hivi mnanisikiliza vijana? Mnacheka, lakini ni hatari kubwa sana. Na ndio kesi nyingi hivi mnadhani kesi za ndoa ni mapepo tu? Nyingi sio pepo. Vijana mmeharibu ujana wenu, mmeshachafua sifa ya ujana wenu, mmeshachafua heshima ya ujana wenu. Na ndio maana ndoa hazina heshima tena. Biblia inasema ndoa inaheshimiwa na watu wote. Wanaotakiwa kwanza heshima ya ndoa ni wewe. Yaani anza kuheshimu tangu ngali kijana. Leo tuna mabikira. Kijana siku utakuja na binti kwamba unataka kumooa, alafu tukagundua ni bikira. Mungu anipe hela, nitakununulia zawadi. Tena zawadi kubwa. Ila kwa bahati mbaya hayupo. Kwa bahati mbaya hayupo. Maana vijana wa leo wanaanza kuharibika wakiwa na miaka 10, 12, 13, 14, 15. Ndio maana hata siku hizi kuoa, wataalamu siku hizi wanaongea, wanasema ni bora uoe mwanamke ambaye, masingo mama msijikatie tamaa. Ila sasa msiendelee kuharibu sifa ya ujana wenu. Sasa ni bora uoe mwanamke ambaye alikosea, maana tayari anaelewa maisha ni nini. Lakini ama binti wa 2000 wenye matango na ndizi shida. Ndio maana unakuta vibinti kinapotaka kuolewa anasema sija tayari, anajivunia.
Sasa unaangalia huyu anajisifia nini? Kumbi kuna sehemu anajiridhisha. Sema punyeto. Sema punyeto, sumu ya heshima ya ujana. Sema maneno nayo sema punyeto, sumu ya heshima ya ujana wangu. Epuka punyeto. Mungu waone hao wa China wanachotufanyia. Ni baraka kwa sehemu, lakini sehemu nyingine wamekuwa shida. Hii ni hatari. Jambo la tatu, nadhani haya mawili ndio tuliandika. Anza kuandika sasa. Jambo la tatu, epuka kutazama picha na video za ngono. Zitachafua ujana wako, heshima ya ujana wako. Na hii ndio inayokupelekea kuwa na tamaa. Unajua kuna wanawake wanawaka na yani vichwa wanawake tu wasichana na wavulana wanawaka. Wanawaka mili. Ni nini kinachowawasha? Unajua nini? Picha na video za ngono. Unaona picha unazozitazama. Si tumefundishwa mafundisho ya dhambi? Chanzo chake nini? Tamaa. Si ndio? Na mawazo. Kadri unavyoziangalia zile picha za ngono, mawazo yatakuwa yanakurudisha pale pale. Unaangalia. Alafu hii ni hatari tena mbaya kwenye ndoa. Halo? Mnaniruhusu niendelee? Ni hatari tena. Vijana, tutunze utakatifu wa ujana wetu, usafi wa ujana wetu. Tutunze heshima ya ujana wetu. Hii ni hatari mno. Kuangalia picha za ngono na video za ngono imeathiri wengi sana. Na unajua hii ndio inayowapelekea vijana kufanya punyeto. Kwa sababu baada ya kuangalia hiyo picha, kama una mwanamke au una mwanaume, lazima utaenda wapi? Kupiga punyeto. Halo? Mnaelewa vizuri ya? Ni sema hatari ya kuangalia picha za ngono na video za ngono. Inachafua ujana wako, inakuchafulia sifa. Kwa nini vijana msiweze kukaa kwenye simu zenu? Teknolojia inaendelea. Hivi mna taarifa, mna habari wapendwa? Kuna wenzenu wanaingiza hela na mitandao ya kijamii, sio tu YouTube, hata Facebook. Juzi nilikuwa nafuatilia, mimi wanafuatilia vitu vya maendeleo. Nilikuwa nafuatilia kuna vijana fulani walikuwa na discuss. Wanasema, yani wanaonesha jinsi gani ya kuingiza hela kupitia Facebook. Wanafungua watu waweza kutumia Facebook na wakawa na followers wengi sana, lakini haufaidiki chochote. Kumbe kuna wenzako wanafaidika. Sasa wewe ona, wewe Facebook yako ni ya picha za ngono na video za ngono. Kwanza inapotezea muda, alafu inaathiri saikolojia yako. Utakuwa kijana ovyo kwa sababu hautaweza kufikiri mambo ya maendeleo. Utakuwa unawaza tu ngono. Ndio maana unaangalia vijana wengine, yani mpaka wanazini, mpaka unajiuliza huyu kijana ni pepo ni nini? Ndio ni pepo, kwa sababu hizo video wanaozifanya wana mapepo. Tamasi inatokana na mwili. Anasema mjepushe na tamaa ya macho, si ndio? Sasa ona macho jinsi inavyovuta pepo. Wakati unaangalia ile style ulikuwa unaziona, zile style zile ndio utapenda uzifanye. Sasa can imagine wewe ni kijana, binti na mvulana, haujaoa, haujaolewa. Sasa unataka ufanye zile style, lazima uende uzini, si ndio? Sasa utakapo uzini, ule unayezini naye ndio unataka mfanye naye vile vitu. Wakati utafanya vile vitu, una uhakika gani kwamba atakaye kuoa ataweza? Maana haufanyi kwa sababu ni tendo la ndoa, utafanya kwa sababu uliona, unataka na wewe upitie. Na sasa hivi ni wajanja. Akianza kuziangalia anazima sauti kabisa, au anatia headphone. Wengine wanasikilia kwenye headphone. Maana anaposikia kale kamulio. Sinawafundisha wapendwa, msijifanya mviangalia mnaviangalia. Mimi mwenyewe nawafundisha. Kabla sijaokoka, si nilikuwa naangalia na nikajua athara yake na madhara yake.
Wewe unashangaa, unadhani mtu anaangalia nyimbo za Injili, anajaa Roho Mtakatifu, anasikia nyimbo za maabudu. Kumbi mawazo yake ilishahama. Tamaa zinampelekea kwenda kutafuta ngono. Ndio mwishoni sasa wanakutana hao. Sasa unashangaa, yaani unakuta mwingine hata kama hivyo vitu havimo ndani yake, ana force kwa sababu aliangalia video za ngono. Unaona inavyoasili eh? Sasa ukutane na wainjilisti, mnisamee. Upo Moze, sio wewe tu. Ukutane na mwinjilisti wa watu ambaye anajua tu maandiko matakatifu, Biblia kwenda mbele. Yeye akioa anajua hiyo style moja ya Adamu na Hawa, si ndio? Sasa wewe unataka umlazimishe. Mimi nataka hivi. Mimi nataka hivi. Ile ndoa itakuwa na amani? Haina amani. Shida sasa, anayevunja ndoa ni mwanaume ni mwanamke. Ndio maana vijana wangu, hasa mabinti, tunzeni usafi wenu, tunzeni utakatifu wenu, tunzeni heshima ya ujana wenu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Mwe makini sana na picha za ngono. Alafu jambo lingine ni kwamba wale wanaotengeneza zile picha, wanaotengeneza zile filamu, hivi unajua wao wanapata hela. Wanauza utupu wao, lakini hela ya machafuko. Sasa wewe unayetazama, kwanza wanakuharibu saikolojia yako, wanaharibu nafsi yako, wanaharibu roho yako na mwili wako. Kwa sababu hata kama ulijitahidi, hakuweza kwenda kupiga punyeto au hakuweza kwenda kutongoza, lazima utajikuta umeloa. Kwa zile picha zinakutengenezea hisia. Kama unavyoziangalia, mwili wako unasisimuka, mwili wako unasisimuka, mwili wako unajikuta umetenda dhambi. Biblia inasema dhambi sio lile tendo tu, lakini unapoangalia kwa kutamani, umefanya nini? Unaona mnavyofanya dhambi, tayari na asili heshima ya ujana wenu. Epuka kuangalia picha na video za nini? Za ngono. Na nikwambie, shetani anatumia watu sasa hivi mbaya sana, unakuta na vingine ni vizee. Sasa wale wazee mnawaangalia, hamjui kama wanawaloga. Kama unavyoweza kuogopa utupu wa mtu aliyekuzidi umri, sasa unaangalia utupu wanaofanya zile video za ngono, umeshalogwa, umeshalaaniwa. Yaani ule mama mzima, mzee wa watu, alafu anakuvulia, unamwangalia utupu wake, umelaaniwa. Ndio maana unakuta vijana wengi saikolojani akili hazifanyi kazi vizuri, kwa sababu wameshaharibika. Mwambie mwenzako, tunza usafi wako hadi uzeeni. Amen. Jambo la 4, epuka tamaa ya mwili na maisha. Tamaa ya mwili na maisha. Epuka tamaa ya mwili na maisha. Usitake uvae kama Eli yovaa. Lazima ujue chanzo cha kuvaa kwa Eli. Eli anafanya kazi, anapata hela. Hata vijana wangu nawaambiaka, msije mkatamani uchungaji kwa sababu mnaona baba yenu anavaaka. Mimi nina neema na Mungu aliniambiaka, Mungu ataninunulia watu atakao nibariki. Unashangaa mtu anakununulia suti ya dola 250. Mtu anakununulia suti ya dola 100. Mtu anakununulia, yani sasa wewe unataka tamaa ya mwili na maisha. Na mimi nataka niwe kama mtu fulani. Leo na kesho kutwa Mungu atawasaidia. Najua vijana wengi mtamiliki kila mmoja kwa sehemu yake. Ukiona mwenzako anapaki gari lake pale, usitamani na wewe mpaka upaki kama hujao na uwezo. Hiyo ni tamaa. Kwa sababu yeye ana uwezo na ana kipato ambacho kinamwezesha kununua hiyo gari. Mabinti zangu, tulieni na mbaki kama mlivyo. Wakati wa Bwana ukifika, Bwana atawafuta machozi. Ukitaka ujipiganie, utaingia dhambini na unaharibu sifa ya ujana wako. Ndio maana ukiangalia masingo mother wengi kwa sababu ya tamaa. Halo? Na hawa wanaume wana tabia, akishajua una tamaa, atakupa biela, atacheza na mwili wako, atakutumia. Na akishagundua ameshakujaza mimba, huyo. Ndio maana ukiangalia masingo mother wengi wana maumivu, wana madonda. Mimi nawajenga wanangu, si wabomoe. Yale maumivu, yale madonda uliyasababisha mwenyewe.
kwa sababu haukutaka kutunza ujana wako. Lakini nafasi bado ipo. Kama ulikosea mara moja, bado kuna nafasi ya pili. Maana hata neno la Mungu linasema utukufu wa nyumba ya pili utakuwa mkubwa kuliko ule wa kwanza. Ninaamini kwamba Mungu anaweza kufuta majozi na ukaingia kwenye ndoa ya heshima kama utatunza usafi wa ujana wako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mbaya ni kwamba unashangaa mtu ashakosea, anaongeza kukosea. Tamaa zinampelekea tu, tamaa zinampelekea. Tamaa ndio zinazowafanya leo mabinti wadogo wanazini na wababa waume wa watu. Tamaa. Unamwona mume wa watu ana kigari chake, anakipaki sehemu, naangalia nasema da, huyu akikusogelea tu kidogo hauna hata, yani haukumbuki hata kunena kwako kwa lugha kanisani. Hivi mnakumbukaka? Hamkumbukaki. Akwambia njoo. Niko tayari. Unaishi wapi? Ingia. Washa na kaisi. Hiyo AC wanayokuashia ndio itakuponza. Kisicho chako usikifanye kuwa cha kwako. Narudia tena. Kisicho chako usikifanye kuwa. Kila mtu ana maisha yake. Ukiona binti mtaani amenunua gari, usimtamani. Mwambie Bwana asante, najua wakati wangu upo. Binti moja, kuna kanisa moja, sitaki niongee sana ila ni ushuhuda hai. Juzi ndugu tulienda naye kule Kinyerezi, aliyekuwa ananisindikiza ndio alikuwa ananishuhudia. Na ni ushuhuda hai. Anasema kanisani kuna binti moja alipata kazi. Na alipopata kazi, ni ushuhuda wa kanisa, sitaki nilihitaji kwa sababu na mimi ni mwanamemba wa hiyo kanisa. Anasema ule binti alipopata kazi, amepata kazi kwa muda mfupi sana. Alafu akamshangaa Jumapili moja anakuja kushuhudia. Anashuhudia, anasema namshukuru Mungu amenitendea muujiza. Miezi mingapi? Miezi mingapi wapendwa? 3. Anasema anamshukuru Mungu kwa kuwa amemtendea muujiza. Muujiza gani? Amenunua gari kwa muda mfupi na amejenga kwa muda mfupi. Alafu pia amepandishwa cheo, amepata promotion ya kwenda nje ya nchi. Sasa wakati ameshuhudia, ule ndugu ndio akawa ananiambia, maana ule ndugu nampenda sana. Ni mtu ambaye yani unajua ile moto ya uinjilisti, hanaga aibu. Na ndio mtu ambaye aliyeni connect na mikuwa sehemu ya hiyo kanisa. Sasa akaniambia hivi, unajua pastor, nilifanya mimi niliita wazee nikawaambia hivi, mpaka mnashangilia, mnafurahia ushuhuda kweli? Ni ushuhuda wa hakika. Miezi 3, gari na nyumba na promotion. Ule ndugu anaga aibu. Nitamuita siku moja kwenye ibada ya vijana. Viongozi mnaniruhusu, anaongeaka ukweli ule ndugu, atawashuhudia. Yaani mumupe hata dakika 20 mumsikilize. Akawaambia wazee, asema mimi siamini ushuhuda, ngoja siku moja mtaniambie. Leo hii kwa ufupi tu, ule binti ameathirika. Bosi wake ndo aliyemfanyia hayo mambo. Kumbe alikuwa kwenye mahusiano kabla hajapata kazi. Alimwahidi atampa kazi, alimwahidi atamfanyia vitu. Kwa hiyo walipokuwa wanaishi yale maisha ya zina, maana tamaa ndio iliyomponza ule binti. Tamaa, alitaka naye aendeshe gari kama mabinti wengine, naye ajenge. Sasa uweni makini sana. Ama binti mnaoona wanatangaza mitandaoni, nimejenga nyumba ya milioni, ya bilioni B, ya nini, muwe makini. Bwana Yesu ataje sana. Epuka tamaa ya mwili na maisha. Binti ameathirika gisi ninavyokuambia. Kumbe ule bosi wake ni muathirika wa zamani. Ye kazi yake ni kusambaza. Na leo nataka niwaambie ukimwi, ngoja mtaona matokeo yake. Trump amesema anaziwia dawa. Mna taarifa? Wachache wanao, nyie ambao mko na taarifa ndio hiyo. Kama upo imekula kwako. Lakini maombi hapo, kama utatubu na kutengeneza Bwana atakusaidia. Halo? Kwa Trump amezuia. Sasa wale waliokuwa wanajikinga na dawa, maana kazi yao ilikuwa ni kusambaza. Tamaa itakupelekea kuharibu sifa ya ujana wako, kwa sababu hata ukitamani hawezi ukawa kama yule unayemtamani. Kila mtu ana maisha yake. Vijana wangu, naomba mtosheke na mlivyo na mridhike, lakini ninachoweza kuwatia moyo, najua kile kipengele kingine tutagusia sana, fanyeni kazi. Pata mapato ya heshima, hapana mapato ya aibu. Unalala na mume wa mtu,
anakuonga pesa, unaza hata kupe bilioni, hiyo pesa ni chafu. Hata kujengea nyumba, hiyo nyumba ni chafu. Tena utakufa mapema na ukaiacha. Ule binti ni mwathirika sasa hivi. Na alipoenda kutubu sasa, maana mchungaji na ule ndugu ana ukaribu sana na mchungaji, na anamwambiaga mambo mengi. Yeye alimfuata mchungaji akamwambia, baba, mimi binti simuone afya yake nzuri. Akaniambia ni kweli ameathirika. Sasa niliwaambiaga wazee, ule ndugu atakuja hapa mtamona anaongeaka sana. Niliwaambiaga wazee, acheni kushangilia ushuhuda, ni ushuhuda wa uongo. Ndio maana mimi shuhuda zingine za mabinti nazifuatiliaga, au za vijana wa kiume nazifuatiliaga. Sasa naangalia kwanza bidii yako ya kutumika ikoje, naangalia kujitoa kwako. Can imagine mtu ambaye ni mvivu, hataki kufanya kazi, alafu anasimama madhabahuni, namshukuru Mungu nimejenga, nimenunua, umenunuaje? Maana baraka za Mungu, hata baraka za mwili zinatokana na nini? Na kile unachokifanya. Ndio maana tunasema vyanzo vya nini? Vya mapato. Wewe chanzo cha mapato yako ni nini? Kujiuza. Sema tamaa na ikataa. Jambo la 5, usikimbilie kuoa au kuolewa kama hujajipanga na kuwa tayari. Vijana wengi kinachowapelekea kuolewa au kuoa ni tamaa ya ngono. Mwili, sema mwili. Sema mwili. Sasa kwa taarifa yenu, leo nitawavunja moyo. Ngono kuna wakati kwenye ndoa inaka biashara. Kama mna taarifa nawaambieni sasa mjue. Tendo la ndoa, kwenye ndoa, kama ndio unaokimbilia, yani unataka olewe kwa ajili ya kunini? Ndio hata Paulo anasema kwenye Korinto wa kwanza 7 anasema kwa ajili ya kuepuka zinaa kila mtu awe na mume wake na awe na mke wake, si ndio? Sawa. Kama zinawaka tafuta mwenza. Lakini usikimbilie, kwa sababu kuoa haiko ndio suluhisho, au kuolewa haiko ndio suluhisho ya ngono. Ngono haitokani na kuoa au kuolewa, ngono inatokana na tamaa ya mwili. Usiposhinda tamaa ujanani, hata ukioa hata ukiolewa utazini tu. Ndio maana unakuta waliooa na walioolewa wanazini mpaka leo. Sasa ndoa haikuponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla sijaendelea huko, narudi kwenye point. Usikimbilie kuoa au kuolewa kama hujawa tayari. Ninaposema tayari ni nini? Jipange. Kijana wa kiume unataka kuoa, jiko hauna, kupangia nyumba haujui, yani gharama ya kodi haujui, gharama ya matumizi ya ndani haujui. Wewe mwenyewe kwanza bado umekaa kwa wazazi wako, wanakununulia hadi chupi. Sasa unataka kuoa, mtoto wa watu unayemleta nani atamnunulia kama wewe bado unanunuliwa? Sasa nani atamnunulia yeye? Bwana Yesu atusaidie. Mbona umetulia, mnakuwa kimya? Vijana haleluya. Vijana haleluya. Kasindano. Usikimbilie kuoa au kuolewa kama hujajipanga. Na ndio maana siku zote nawaambia vijana wa BBHC, ukitaka kuoa au kuolewa, kwanza kazi. Nunua godoro, tafuta chumba, weka jiko, sufuria, sani, kijiko, glasi ya maji na vingine. Yani vingine hata kama huna vitakuja kidogo kidogo. Ninaposema kama kujipanga, haijamaanisha mpaka ujenge nyumba, mpaka ununue gari, mpaka uwe na maduka. No, kujipanga hata na kitu kidogo kwanza, kinachoonesha alama ya kuwa responsible. Naeleweka vizuri hapo? Responsible, mnaelewa? Yes. Sasa wewe kama hujajua kuwajibika, unayemtaka utawajibikaje kwa ajili yake? Vijana wa kiume tupo? Vijana wa kiume tupo? Bado mnanipenda? Bado Halo. Bwana Yesu asifiwe. Usikimbilie kuoa au kuolewa kama hujajipanga. Twende kwa mabinti, wasichana. Unataka kuolewa, kupika hujui. Nani atampikia mume wako? Na leo hii ni ugonjwa mkubwa sana mjini. Hasa hawa mabinti zetu wanaopenda kucha za kupika. Kupika hajui, kufua hajui, kuosha vyombo hajui,
kupiga deki hajui, yani kukoga kwenyewe shida. Sinyambie hiyo itakuwa ni ndoa au unajiletea shida? Unajua, usitamani kitu ambacho badala ya kuwa baraka kikawa mwiba. Usipoandaa ndoa itakuwa mwiba kwako. Mnanielewa vijana? Mnanielewa? Fanyeni kazi. Na wazazi msio mnasubiri mpaka waambie mwanangu nisaidie. No, mjitume. Kwa sababu haufanyi kwa ajili ya wazazi, unafanya kwa sababu unaandaa kuwa mzazi wa kesho. Hautaandaa ndoa nje ya ujana, unaandaa ndoa ukiwa kijana. Vijana mnanielewa? Kwa hiyo usikimbilie kuoa au kuolewa kama hujajipanga. Jua kupika. Kuna mwanaume mwingine anakuja kuoa, yeye ni mlaji. Yaani sinawaambia kila mwanaume ana tabia zake. Kuna mwingine ili umkamate lazima msosi. Hii ni dawa mabinti zangu. Mtu asiwadanganye mwende kwenye ushirikina. Hizi ndio baadhi ya dawa. Kuna mwingine ni msafi, yuko smart kama mchungaji wenu. Sasa nguo zangu zimejaa kabati zinanuka, alafu zote ni chafu, zimechafuka na jasho. Na wewe nimekoa huko pale. Unadhani ile ndoa inakaa salama? Bwana Yesu atusaidie sana. Utamkuta kijana wa watu alitoka kwao akiwa msafi. Unashangaa binti wa watu alitoka kwao akiwa anang'aa. Unajua kuna ndoa zingine pako ukiangalia unasema Mungu wangu. Ndio maana ashukuriwe Mungu sijabariki ndoa nyingi. Huko sitapata shida. Maana hata Bwana akihukumu. Yaani unashangaa wanandoa mpaka wanaleta kesi. Kwa sababu hukujipanga. Bwana Yesu atusaidie sana. Unategemea nani atamfulia mume wako? Na ndio maana mnaleta shida kwenye ndoa. Kwa nini? Kwa sababu unategemea kuwa na mfanyakazi, kila kitu kazi. Ndio maana wengi wanaibiwa hata waume na wafanyakazi. Hamjasikia hayo? Si mnayasikiaka? Yapo. Mfanyakazi anakuteka mume, ujinga wako. Ulitaka ndoa hujajipanga. Kwenye ndoa sio ngono, ni majukumu. Kuna mtu anaelewa vizuri? Kila mtu ana nafasi yake. Alafu Biblia inasema vizuri, mwanamke ni msaidizi. Maana mwanaume kichwa. Kwa hiyo ukiwa msaidizi, elewa kama mambo hayaendi sawa, unahusika. Kama ndoa itayumba na wewe unahusika, usimwangalie baba tu. Ndio maana nyakati hizi na baba na mama wote wanapiga kazi ili tuijenge familia. Sasa wewe kama uliingia kwenye ndoa kwa ajili ya ngono, ngoja sasa nikwambie. Haya, mnafanya asubuhi, mnafanya mchana, mnafanya jioni. Kuna kula? Usisahau. Na usiku. Usisahau kuna kula. Lakini pia isitoshe kuna kula, kuna kusomesha watoto. Maana ile kufanya italeta watoto. Mnacheka na wafundisha. Bwana Yesu atusaidie. Italeta nini? Na watoto watahitaji ada. Ona moto. Ndio maana nawaambia ngono inakuwaga mchungu. Kwenye ndoa kuna wakati yani hicho kitu mpaka kitamaniki tena. Unajua kwa nini? Wakati mnaangaliana mwenye nyumba anadai kodi. Alafu watoto wamesharudishwa shule. Baba na mama wanaangaliana, hamu inapotea. Hapo hata kama alikuwa mrembo, hizo hips zinapotea. Vijana mpo? Mwambie kijana mwenzako usikimbilie kuoa na kuolewa kama hujajipanga. Ndoa sio ngono. Halo? Vijana jipangeni. Unajua? Nataka niwaambie vitu vingine ambavyo vitawasaidia. Unajua ukijipanga, kuna laana zingine zinakuepuka. Zenyewe zinakuachia. Kwa sababu kuna mwanaume mwingine hautamvutia tu kwa sababu ya urembo wako, lakini anavyoona unavyojituma. Na nataka niwaambie mabinti zangu, sasa hivi wanaume wanaoa kwa kuangalia maono. Huyu binti atanisaidia nini kwa maisha yajayo? Na mabinti wao wanaangalia huyu kijana atanisaidia nini kwa maisha yajayo. Kwa hiyo waweza kuwa hauna urembo wowote wa kuvutia, lakini kujituma kwako kukakupa ndoa. Anaona nyumbani kwenu, yani akitembea kama ni jirani anakuta unapiga deki, unafagia, unafua nguo, anasema nikimpata huyu. Na gisi na kuwaka mvivu wa kufua kama mwenzenu hapa, nikifua naumwa.
Mungu anijalie neema. Yaani ndio ilinishindaka kufua. Ndio maana natoa hela nyingi kupeleka nguo zangu kwenda kufua. Mungu anisaidie tu nje ninunue mashine. Hata nikinunua nitakuwa mvivu. Maana kufua nashindwa. Sasa ukutane na mtu kama huyo, haujui kufua, mambo yataenda sawa. Alafu mwisho nitasema wamenilogea mume wangu. Hawajakulogea mume wako, umemloga mwenyewe. Sasa akija kutana na dada anayejituma, alafu anafua, kimona tu mbona umesweti sana, naomba ache kwanza hii shati. Alafu anamvua tena kwa nguvu. Anachukua anachia kwenye beseni ya maji, kisha anamnunulia ingine, anamwambia wewe vaa hii. Unashangaa baba alikuwa anakuja saa 11, anaanza ingia saa 1 usiku. Alikuwa anakuja saa 1 usiku, anaingia saa 5 usiku. So najiuliza maswali, inakuaje? Umeshampoteza mume wako kwa ujinga wako. Biblia inasema mwanamke mwenye hekima huijenga nyumba yake kwa mikono yake, na mpumbavu ibomoa kwa mikono yake. Hekima haiji kwenye ndoa, inaanza kujengwa ukiwa kijana. Ukitaka ndoa, anza kuishi ndoa kabla hujaolewa. Maana ndoa ina kanuni, sema kanuni. Usikimbilie kuoa au kuolewa kama hujajipanga. Utamlisha nini mtoto wa watu? Na nyinyi mnaotamani, nyinyi vijana mnaotamani mabinti warembo, kwao wanamnunulia mafuta tu anayojipaka ni 50,000. Wakimpeleka saluni 50,000. Anazoea kuendesha gari. Alafu vijana mliokoka, nataka niwasaidie mtoe mawazo ya ujinga. Mniruhusu niongee hivi. Bwana asifiwe sana. Ya kufikiri kwamba ukioa mtoto wa tajiri unapona. Hauponi, ubafu. Hauponi, ubafu. Kwa sababu unajiletea mzigo ambao usipojipanga utajuta kumwoa mtoto wa tajiri. Bahati mbaya ukutane naye ongea Kiingereza na kinyosha, kinapanda kinashuka. Alafu umemweka, alizoea kupeleka usaluni 50,000, alizoea kutengeneza kucha 30,000, alizoea, alafu hajaokoka vizuri, hajakaa vizuri. Jipange. Kama ulimtamani ngono utaishukia. Hata kunyosia Kiingereza, alafu anaanza kuangalia, anapandisha, anaanza wewe chini mpaka juu. Ndio hapo nakutaka sasa mwanaume anaanza kuisha. Unaanza kukonda, auli nakula, shida ni nini? Wanangu acheni tu. Tuache nini? Sulioa mtoto wa tajiri. We acha tu. Ndio maana usikimbilie kuoa kama na nataka nikuambie, baraka ya ndoa mwanze wote. Amen. Binti ukiolewa na mwanaume ambaye ana kila kitu, utateseka huko mbeleni. Kama mtaki kusikia naye wafundisha, mtayakumbuka. Ukitaka, yani ukitamani kuolewa mpaka yani kuna wanawake wengine wanatangaza hata mtandaoni, taolewa na mwanaume atakayetoa mali ya ng'ombe 30. Mimi siwezi kutongozwa na mwanamume ambaye ana milioni 100. Mimi Alafu baya ni kwamba muda nao unazidi kwenda. Kama ulikuwa unajisifia kwa ajili ya umri wa miaka 20, 40 zinakungoja. Zikifika maombi itabadilika. Ndio maana leo mtandaoni wanasumbua. Jamani, nataka kuolewa. Wengine mpaka naomba maombi ya ujumla. Niombeeni nipate mwenza. Tutaomba sana, umeshamkosa. Maana hukutunza heshima ya ujana wako. Halo? Limeeleweka hili point ya? Twende lingine. Ngapi? 6 au 5? 6. Sawa, 6. Usitamani kuoa au kuolewa kama hujajitambua wewe ni nani. Haya mambo yanaendana lakini utaelewa vizuri. Usitamani kuoa au kuolewa kama hujajitambua wewe. Vijana tupo? Vijana tupo? Kujitambuaje sasa? Naomba nisikilize kwa makini, itakusaidia. Unaposema Mungu nataka unipe mume tajiri, sasa akija kwenye maisha yako utamuongezea nini? Bwana Yesu atusaidie. Kwa sababu kitaka tajiri lazima na wewe uwe na akili ya nini? Ya utajiri. Lakini kama una akili ya omba tu, hauwezi ukaishi tajiri. Kuna mtu anaelewa vizuri? Mnanielewa vijana wangu? Usikimbilie kuoa au kuolewa
kama hujitambui, haujijui ni nani. Lakini pia mnaombaga vibaya. Unajua maombi, Baba unipe mtumishi, Baba unipe mtu mwenye hofu ya Mungu, unipe mtu mwenye maombi. Wewe ushajitambua. Unataka mwenye maombi wakati una maombi ya dakika 5. Alafu mwenzako anazoea kukesha. Alafu wewe nilitaka niligusie kwenye ibada. Alafu wewe unasinziaka na ukianza kunguruma hapa mpaka hujui kama ulilala. Sasa wakati huo mwenzako ndio anaamka. Yeye amezoea saa 6 inabidi amke aombe. Si ulimwomba Mungu akupe maombi Si ndio wapendwa? Usikimbilie kuoa na kuolewa kama hujitambue ni nani. Ukioa maombi na wewe wa nani? Hapo mtendana. Maana Mungu atakupa wa kufanana na wewe. Yaani unapomwomba Mungu akupe ndoa, akupe mume, lazima Mungu akupe wa kufanana na wewe, atakayevumilia tabia zako. Kama we binti una hasira, afu nataka Mungu akupe mtumishi, si utamuumiza mtu wa watu. Mtumishi sio mgomvi. Alafu hasira yako ni ya kushikiana visu. Hiyo ndio itapona? Jitambue wewe ni nani. Unataka kijana wa watu mwenye hela, wewe hutaki kufanya kazi. Ukishaingia kwenye ndoa unakuwa mzigo. Ndoa sio kulemeana, ni kusaidiana. Hivi mnanielewa vijana? Na ndio maana nataka niwaambie, mnisikie kwa makini. Viongozi, najua vijana wangu viongozi wote hamjaoa. Mnapoenda kuoa na nyinyi mabinti mnapotaka kuolewa, hii ni ujumla wao. Mnapotaka kuoa, huyo mchumba wako, wakati mnaenda hotelini kula, nani anagharimia yake? Ukiona wewe tu ndio unagharimia yake, uko hatarini mpendwa. Uko hatarini. Siku nyingine mfanyie surprise. Mwambie leo sina hela, wewe ndio utalipa. Kwa sababu na mabinti wanaangalia tu mafanikio yako. Na hii ni hatari, kwa sababu kama alikupenda bila kujitambua, siku hela zitakuishia atakuacha. Wapendwa, mnanielewa? Unanielewa hili? Mpo? Uko nyuma? Tuko pamoja? Mkienda kidogo na mchumba wako, siku nyingine mwambie kadi yangu imegoma. Mwambie nisaidie tu. Uone kama anaweza kaendana na wewe. Kwa sababu ukiwa mtoaji, lazima uoe au olewe na mtoaji. Kama sio mtoaji, wewe ni mtoaji, mambo hayaendi. Mtakuwa mnapishana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwangalie kijana mwenzako, mwambie unajitambua. Mwambie unajijua. Bwana asifiwe. Nilikuwa nasema, binti una hasira. Kijana wa watu ni mtumishi wa Mungu. Uliomba Mungu akupe mtumishi. Haya, anakupa mtumishi. Sasa hasira zako zikiwaka, mpaka unamchania nguo zote. Watu wametoka kwenye uinjilisti, anarudi amechoka, badala hata umkaribisha na furaha, zile hasira za kimapepo zile anza kuzishughulikia kabla hujaomba ndoa. Bwana Yesu atusaidie sana. Uchoyo ulionao, unajua kuna vijana ni wachoyo. Sasa kama kijana hasa wa kiume ukiwa mchoyo, familia yako utaiua. Hizi kesi ninazo na sitaki nitaje. Yaani ni aibu. Ni aibu wanangu, nawaambia msiingie kwenye hiyo aibu. Safisheni ujana wenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunzeni usafi wa ujana wenu ili mkaje kuwa na maisha bora kwa mbeleni. Mimi inanyumiza wakati mama anakuletea kesi, anakuambia baba hajawahi kuninunulia hata nguo ya ndani, chupi. Ulikimbilia nini kwa mtoto wa watu? Kama unajua wewe ni mchoyo, anza kushughulikia tabia ya uchoyo kabla hujaoa. Maana utatesa familia. Alafu Biblia inasema ni mbaya mtu ambaye anaikana familia yake. Maana huyu mtu anafananishwa na mpagani, anafananishwa na mataifa. Alafu Biblia inasema ameikana imani. Hata unene kwa lugha mbinguni hauna kibali. Bwana Yesu atusaidie. Mwambie jirani yako, unajitambua? Muulize, unajitambua? Haya, hapo narudi. Kama unajua wewe ni mtu wa kuwakawaka, muombe Mungu akupe mtu wa kuwakawaka. Usiombe mtu ambaye hazoi mambo ya ngono. Unajua kuna wanaume wengine
Yaani ngono kwake ni kama kastaretu kamda. Yeye yaani kwake ni kitu ambacho, kwa sababu niwaambie wapendwa, ukitaka kuolewa na tajiri usio mtu wa kuwakawaka. Maana matajiri akili zao zinachoka na kuwaza mafanikio. Ni wanakuta matajiri wengi ndoa zao zina shida. Na watu wanasema ana nguvu za kiume, lakini anachoka haraka kwa sababu akili inafanya kazi usiku na mchana. Sasa wewe kama ni mtu wa kuwakawaka, muombe Mungu akupe wa kuwakawaka. Kwa mkiwashwa wote mnalipua moto huko. Mkiwasha mnalipua moto. Lakini kama wewe ni wa kuwakawaka na mwenzako anafikiria haka maisha, utamrudisha nyuma. Maana kila atakapokaa anaanza kutafakari, anapiga hesabu. Yeye ni kampuni imejaa kwenye kichwa chake. Anaangalia nitafanyaje 1 2 3. Kwa hiyo kama ni tendo la ndoa linakuja kwa wakati ambao mnasherehekea wote pamoja na Biblia inasema muombe kwa kujitakasa na inaishia hapo. Lakini ana focus kwa vitu ambavyo vitawasaidia, kwa sababu anajua ndoa watoto wasome vizuri, ndoa watoto wale vizuri, ndoa tuvae vizuri tu, yani tuwe na maisha bora. Sasa ana focus kwenye hivyo vitu. Sasa wewe mwenzako anataka enda kazini, baba njoo kwanza. Na hivi vya mke hivi vya kuwakawaka sana ni hatari, mpaka vinapotezeana muda. Kijana wa watu anazoea kutoka nyumbani saa 11 alfajiri, saa 12 anaenda kazini, alafu kinasimama mlangoni na kinanuna. Jitambue kwanza. Mwambie jirani yako jitambue kabla ya kukimbilia ndoa. Mimi nawafundisha baba yenu, kesi ninazo nyingi, kwa hiyo sio kwamba mimi tu ndio niliaishi. Kesi ninazo nyingi. Kuna shanga mwingine alifuata siku moja, mke wake amechukua nguo akaitia majini ili asitoke. Anamdai mpaka mridhishe. Bwana kusaidie. Kama wewe ni wa kuwakawaka, omba Mungu akupe. Viongozi, Bwana Yesu asifiwe. Imekaa vizuri Usikimbilie ndoa kama hujajitambua. Ni mawili. Ya kwanza, usikimbilie ndoa kama haujawa tayari, si ndio Kama hujajipanga na kuwa tayari. Ya pili, usikimbilie ndoa kama haujajitambua. Jitambue kwanza wewe ni nani, ili muombe Mungu akupe nani. Itakusaidia kutunza heshima ya ujana wako, kwa sababu kwa mbeleni usipozingatia haya ni shida. Epuka maisha mashindano na wengine. Usijilinganishe na wengine. Wewe ni wewe, wengine. Epuka nini? Vijana, nataka niwaambie wanangu, duniani sio mahali pa mashindano, ni mahali pa mapambano. Narudia tena muelewe. Duniani sio mahali pa mashindano, ni mahali pa mapambano. Kuna tofauti ya mashindano na mapambano. Mashindano yanawapelekea watu kutaka kujilinganisha, lakini mapambano yanawapelekea watu kutaka kufikia hatima. Pambania maisha yako, usishindane na mtu. Maana ya kwake ni ya kwake na ya kwako. Kama alinunua Prado, achana na Prado yake. We pambania ya kwako. Na akikupa Mungu akikupa IST, furahia IST yako. Kama alivaa gauni la shilingi 50,000 ni la kwake. Kama la kwako ni la buku 3, rizika nalo. Usiishi maisha mashindano. Na maisha mashindano itakuharibia ujana, kwa sababu ukitaka uvae kama mwingine alivyovaa, yeye ana uwezo wa kununua hiyo vazi. Je, wewe kama una uwezo lazima unafanya nini? Utakimbilia ngono. Utakimbilia nini? Zina. Si ndio wapendwa? Tuko pamoja? Hapa kuna kitu. Roho Mtakatifu amenisaidia, nimekumbuka. Sawa. Nataka niwaambie pia, hata mnapotaka kuoa na kuolewa, acheni maisha mashindano. Kwanza nataka niwaambie, ndoa sio sherehe za harusi. Ndoa ni maisha mnayoenda kuyaishi. Kwa hiyo usitake kushindana na mwingine, kwa sababu huyo alifanya ndoa akakodi ukumbi wa milioni 50, milioni 10, milioni 5. Yawezekana mwenzako familia yake wana nguvu ya kodi ukumbi. Sasa wewe, baba yuko kijijini, mama yuko kijijini, wote ni wakulima. Mjini wanakutegemea ni wewe. Alafu Mungu amekusaidia, umepata ndugu
wa Kristo, yaani wapendwa kanisani, alafu unataka ujilinganishe na aliyekodi ukumbi wa milioni 10. Kama sio madeni ni nini? Kuiba. Mbaya sana, unaenda unakopa deni, unaazima. Mimi mwenzenu naogopa deni, aisee, deni ni mbaya. Unaazima, alafu unafanya harusi. Baada ya harusi, wapendwa, si tuliokula kitimoto na tukanya soda, tukirudi manyumbani tuna enjoy. Maana nikienda kulala, nalala na shibe ya ubwabwa ya pilau. Sasa wewe mwenzetu mlioana, mkiamka akili zinaanza, unakumbuka nilikopa 500,000 kwa mtu fulani. Nilikopa 3 kwa mtu fulani. Tulikopa milioni. Alafu wengine wanajidanganya, wanasema kwenye sherehe watatuletea zawadi. Zile bahasha zitafunika yale madeni. Waulize wengine waliopiga hizo hesabu. Alafu ile ni mbaya, ndio utashangaa. Zawadi zilizokuja za bahasha, ulitegemea milioni 10. Alafu walioingia ukumbini walitoa bukubuku, walitoa 10,10, walitoa 5,5. Wakaja kuzikusanya hivi 130,000. Alafu deni milioni 7. Ndoa itakuwa uchungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni bora ukafanya ndoa yako hata na watu 7. Ungafanya kasherehe wakakubariki na ikaishia hapo. Kwanza sisi wa Afrika ndio tuko nyuma sana. Nadhani ndoa ni sherehe, tunapoteza muda. Wazungu wanafanya ndoa za watu 5 tu, watu 10, wanaenda kakundi ka watu, wanawabariki, wanaenda wanakunywa, wanafurahi, chance. Anaenda nyumbani kwake. Kesho kutwa unashangana tembelea liprado lake, anatembelea. Maana michango aliyoipata aliweka kichwani, project hii nitajenga, hii nitanunua gari. Lakini wa mwenzetu kwa kutaka maisha ya kushindana, na hako kahela ka michango kanaishia kwenye ukumbi, kanaishia kwenye chakula, alafu baada ya ndoa mnaanza kuangaliana macho. Usitaki kuishi maisha mashindano. Ukiona kijana mwenzako amefanya sherehe ya harusi yake milioni 20, fanya ya kwako hata ya 500,000. Piga budget, tutaangalia nikipata watu 10, kila moja soda, sahani ya chakula ya 3,000 itatosha au ya 5,000 itatosha. Sawa, unaita wa chakula unisaidie, mimi sina mambo mengi. Alafu hizo ndoa zina baraka. Hizo masherehe mbwembwe. Kwanza hizo masherehe mbwembwe ndio ni mwaliko wa wachawi, kwa sababu mnaalika na watu ambao walikuwa wanawachukia ili waje waone kilichotoa, alafu mwishoni wamalizia hasira yao. Unadhani wanafurahi? Wewe unapo enjoy. Si niliona video fulani, bibi alikuja kwenye ile harusi, alafu wakati wanatoa zawadi, ule bibi akaenda nyuma ya maharusi, akafanya kama kitu gani, na hizi nini kamera wazi na rekodi kila matukio. Sasa watu hawakuona alichokifanya. MC akaona, akaenda akamtoa ule bibi pale, kumbe alikuwa na waloga. Ndio maana ukuta wengine baada ya ndoa tumbo zimefunga, uzao hauna. Sasa unajiuliza nini? Kumbe kwenye sherehe ulioalika wakala wakashiba, alafu akakumalizia hapo. Rizika hata na sherehe ya watu 10, 5 inatosha. Ndoa ni 3 tu. Kuna ndoa ya kiserikali, ndoa ya kimila, ndoa ya kanisa. Ndoa ya kanisa unaweza kaenda tu mchungaji unamwambia, baba naomba tu kanisani mbariki. Mnakuja hamna cha kuvaa shela, hamna cha nini, umevaa uniform kama siku ya uchumba tu. Tunawabariki ndoa, watu wanakunywa soda, mnarudi nyumbani kwenu. Ile hela ya michango, wapendwa, kama mlikusanya milioni 5, hamjaanza mtaji wa kazi hapo. Aliyechangia tauzika, hata Anuni ameshakunywa soda 500 inatosha. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiishi maisha nini? Usiishi maisha nini? Ya mashindano. 8 tumalizie. Usitamani kuoa au kuolewa kwa kuwaka tamaa ya mwili. Maana katika maisha ya ndoa ukikosea hapa, ukikosea kuoa au kuolewa, tayari umeharibu hatima yako. Na ujue maisha yako utaanza jehanamu kabla hujaingia jehanamu. Vijana tupo. Baadhi ya vitu ambavyo ni hatari ni kukosea kuoa na kuolewa. Ni kukosea kuoa ni hatari sana, hasa kwa vijana. Unaona zile tamaa zako zinavyowaka.
alafu ule binti uliyemtamani ni mchawi. Kwa sababu wakati unatamani hautajua kiroho cha mtu. Sasa unamuona unamleta nyumbani, hatima yako umeshaiuza. Umekosea. Na si kwa kila mtu. Hii ni neema ya pekee kwa baadhi ya watu ambao akikosea Mungu anaingilia kati. Si kila mtu. Ni maombi yangu vijana wangu, Mungu awasaidie kabla mjaingia kwenye ndoa msije kukosea. Ukikosea koa au kuolewa, hata kama ulikuwa na maono makubwa, yanakufa. Kukosea koa au kuolewa inaua maono, inaua hatima, ibu maisha. Ndio maana tulikuwa kwenye kile kipengele, kabla hujaoa kuolewa jitambue. Maana ukikosea tu kuoa au kuolewa, unaona wanangu dokta hapo ndio panahitaji neema ya Mungu. Ndio maana naombea. Na msidanganyike, mimi tamaa. Mnajuana. Na ndio maana mnafundishwa ili muweze kutakasa ujana wenu na kutunza heshima ya ujana wenu. Mabinti wengi wamekimbilia makanisani, wote hawajaokoka. Kwa sababu wamepigwa huko nje. Wanaona mahali pa kupata faraja ni kanisani. Sasa we kama utakimbilia koa kwa sababu unamuona anaimba kwaya, inakula kwako. Kwa sababu ukikosea koa au kuolewa, ndio maana kabla ya koa lazima umjue unayetaka kumwoa au unayetaka kuolewa naye. Ukishamjua na kumtambua vizuri, maisha yenu yatakuwa ya heri. Usiende kwa kukimbilia kwa sababu mwili unawaka. Na nilikwambia mimi nina ushuhuda, ninawashuhudia kama baba yenu. Unao uwezo wa kudhibiti mwili wako. Narudia tena, unao uwezo wa kudhibiti mwili wako. Mimi sio kwa sababu tu ni mchungaji. Wakati nilikuwa kijana kabla sijaoa, kipindi hicho nilikaa miaka, nadhani nilikuwa zaidi ya 2. Nilikaa miaka zaidi ya 2. Ni kwa sababu najua, alafu niwaambie wapendwa, shetani akikukosa kote anakungoja pale. Na nyinyi vijana wangu ambao Mungu amewapa neema ya kuwa na maono makubwa na kuwaza vitu vikubwa, hii ni maombi yangu kwenu, na mjiombee zaidi. Mungu akupe mtu sahihi. Mnanielewa? Vijana mpo? Usikimbilie, mwambie jirani yako usikimbilie. Haya mambo sio ya kukimbilia. Ukikosea tu basi. Ukikosea basi. Afadhali kidogo, sio afadhali, maana yote ni mbaya. Afadhali kidogo, nimesema hivi kwa sababu tu ndivyo ilivyo. Afadhali kidogo wanaume, lakini wanawake ukishaachika mara 2 basi maisha yako yameshaharibika. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa ukikosea, kama ulikosea huyu, unaenda unakosea kwingine, usitegemee kuna mtu atatokea. Maana watauliza, ilikuwaje? Ule si alikuwa na ya kwanza, alikuwa na ya pili, alikuwa na ya 3. Ndio maana inabidi mtunze usafi wa ujana utakao wapa sifa ya kuwavutia wengine kuweza kuwaiga. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sana.